sisi ni washindi na hamna kutondelea wa ushindi hata siku moja. Haleluya. Unakuja hapa na maumivu kiunoni na wapi, unarudi mwili kana kwamba hujawahi kuugua hata siku moja, kwa sababu ya nguvu za Mungu zinazohudumia kanisa lake. Hebu tumadhimishe Kristo anajishughulisha na kanisa lake. Haleluya. Unakuja hapa umetishiwa nyau, unatoka hapa unawatishia nyau huko. Haleluya. Mungu wetu, chezea Mnazareti wewe. Haleluya. Hebu tufungue kitabu cha Yoeli mlango wa 2. Yoeli mlango wa 2 mstari wa 28 tuliwahi kusoma, na sasa kwa sababu naamini Roho Mtakatifu ameshaweka mambo ya msingi sehemu kubwa umeshawekwa, sasa hivi tunaanza kutirika kwenye reli. Kwa hiyo ni vizuri sasa ukawa makini, kwa sababu tunatirika kwenye reli ya ule ujumbe ambao Mungu alikusudia kwetu. Tulianza na kuweka msingi na ulikuwa mgumu kidogo, lakini huko kwenye video kule unaweza ukawa unachukua kwa wakati wako, lakini sasa tunaanza kutirika kwenye reli. Tunaenda kitabu cha Yoeli mlango wa 2 mstari naanzia 28. Neno la Mungu linasema hivi. Tumefika watumishi wa Mungu, watumishi wa Kristo, tuko pamoja? Haya, nitaanza kusoma. Neno la Mungu linasema hivi: hata itakuwa baada ya hayo ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili, na wana wenu wa kiume na wa kike watatabiri. Sema watatabiri. Wazee wenu wataota ndoto na vijana wenu wataona maono. Tena juu ya watumishi wenu wanaume kwa wanawake katika siku zile nitamimina roho yangu, nami nitaonyesha maajabu. Hata tukishia hapo. Sasa naomba twende kitabu cha Matendo. Matendo mlango wa 2. Matendo mlango wa 2 mstari ule wa 17. Nitaanzia 15 ili mpate muktadha kidogo. Ni wakati Roho Mtakatifu aliposhuka siku ya Pentekosti, watu wakaanza kunena kwa lugha mpya na kutoa ujumbe wa Mungu kwa namna mbalimbali. Alafu kuna mambo yalitokea hapa. Sasa naanzia ule mstari wa 15. Anasema hivi, ni mtumishi wa Mungu Petro amesimama kuhubiri ile injili ya kwanza. Anasema, sivyo mnavyodhani, watu hawa hawakulewa, kwa maana ni saa 3 ya mchana. Lakini jambo hili ni lile lililonenwa kwa kinywa cha nabii Yoeli. Haleluya. Nabii Yoeli ni pale tulikotoka kusoma sasa, ndilo neno limekuja kutimia hapa. Mtumishi wa Mungu Petro anasema ndilo limetimia leo. Tulisikilize hapa. Nasema mstari wa 17. Itakuwa siku za mwisho. Kumbe hizo zinaitwa sasa siku za mwisho. Asema Bwana, asema Mungu, nitawamwagia watu wote roho yangu, na wana wenu na binti zenu watafanyaje kanisa? Watatabiri. Na vijana wenu wataona maono, na wazee wenu wataota ndoto. Na siku zile nitawamwagia watumishi wangu wanaume na wanawake roho yangu, nao watafanya nini kanisa? Watatabiri. Tumshukuru Mungu. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya siku njema ya leo ambao umetupa neema kanisa lako kuwa pamoja, na umeanza kutuhudumia kwa roho wako na kwa neno lako la uzima. Neno lako ni roho na ni uzima. Tunajiachilia kuhudumiwa na neno lako. Roho Mtakatifu, karibu sasa ulihudumie kanisa lako kama ulivyopenda mwenyewe, katika Yesu Kristo Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Kuna kitu kimoja ambacho toka tumeanza kule Agano la Kale mpaka sasa hakijaondoka
juu ya wale wanaojiliwa na roho wa Bwana. Kila mahali tulikopita, na nyinyi ni mashahidi, na nimepita huku makusudi ili tuwe na uhakika na neno la Mungu tunalotembea nalo. Kila tulikopita tuliona ya kwamba roho wa Bwana alipokuja juu ya wale watu, walifanya jambo moja. Walifanya mambo mengi, lakini kuna moja halikupotea, halikuachwa. Nalo ni nini? Kutabiri. Haleluya. Tunaona hata katika kitabu cha Waefeso mlango wa 19 pale, ambapo mtumishi wa Mungu Paulo alienda kuwaona wale washirika wapya katika mji wa Efeso. Akawauliza, mlijazwa Roho Mtakatifu mlipoamini? Kuna kitu alikiona, akaona hawa watu watakuwa hawajapata Roho Mtakatifu. Akauliza, Roho Mtakatifu mlimpokea wakati mlipoamini? Wakasema, hata kusikia kama kuna Roho Mtakatifu hatukuwahi kusikia. Akajua kwamba hawakupata ujumbe sahihi, hawakupata injili sahihi ya Kristo. Basi akawapa injili sahihi ya Kristo. Akawaambia, nyie mmebatizwa ubatizo wa Yohana, lakini Yohana alikuja kumwandalia tu njia Bwana. Bwana amekwisha kufika na injili yake ni hii. Akawahubiria injili ya Kristo. Walipoamini, akaweka mikono yao juu yao, wakafanya nini? Wakajazwa Roho Mtakatifu, wakanena kwa lugha na kufanya nini? Na kutabiri. Haleluya. Sasa tukasema kwamba kutabiri ni tokeo moja la kuishi maisha ya kujazwa Roho Mtakatifu. Kwa sababu tuliona kila ambaye Roho Mtakatifu alikuja juu yake alitabiri. Kila aliyekuja juu yake alitabiri. Kwa hiyo kumbe na sisi ambao tumemwamini Yesu Kristo sasa tukapata neema ya kwamba sasa Roho Mtakatifu anaanza kukaa ndani yetu. Tumeambiwa tusimwache akae kwenye roho zetu kule tulipompokea Yesu. Tumruhusu aumuke, aje kwenye nafsi zetu. Aumuke, aje mpaka kwenye miili yetu. Na kadiri anapoumuka, maana yake ndio tunaitwa tumejazwa Roho Mtakatifu. Unasikia anasema yule mtumishi akawa amejaa Roho Mtakatifu. Maana yake ameumuka, ametoka kwenye roho yako. Kwenye roho yako kila aliyemwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake kwa imani, akampokea Kristo, maana yake na roho wa Kristo amekuja kwenye roho yake. Kwa kila mtu ana roho wa Kristo saa hizo. Lakini sio kila mmoja anatembea na ujazo wa roho. Kwa nini? Akiwa ndani ya roho yako huwezi kusema umejazwa roho. Haleluya, kanisa la Mungu. Akiwa ndani ya roho yako huwezi kusema nimejazwa roho, ila utasema naye roho wa Mungu ndani, lakini hujajazwa. Kujazwa ni mpaka sasa aruhusiwe aumuke, afunike nafsi yako, afunike moyo wako, ajae kwenye moyo wako. Akijaa kwenye moyo wako, atatawala kinywa, atatawala akili zako, atatawala masikio yako, atatawala viungo vyako, atatawala kuongea kwako, atatawala kila kitu cha maisha yako. Kwa ajili hiyo sasa unasema natembea katika nguvu za Roho Mtakatifu, natembea katika ujazo wa Roho Mtakatifu. Hebu tumaadhimishe Kristo kama tuko pamoja. Haleluya. Sasa tukasema hivi, kutabiri ni nini sasa? Ni nini? Kwa nini kila Roho Mtakatifu akisha kuja juu watu wanatabiri? Ni nini? Tukaona kutabiri ni Mungu anapokuja kwetu kwa roho wake, anachukua vinywa vyetu, anatakasa vinywa vyetu, alafu anavitumia kama kinywa cha Mungu. Haleluya. Kanisa tuende pamoja. Akikitakasa kinywa chetu anakitumia kama kinywa cha nani? Cha Mungu. Sasa kinywa cha Mungu kibiblia kinaitwa ni kinywa cha nabii. Kwa hiyo ukisema ni kinywa cha nabii au ukisema ni kinywa cha Mungu, bado uko sahihi, uko sahihi. Ndio maana tulianzia mpaka ule mwanzo wakati anamwambia Musa, wewe ni utakuwa Mungu kwa Farao na ndugu yako Haruni atakuwa nabii kwako. Tulitoka mbali kule. Haleluya. Mungu anataka simamie ulimwengu wake na aendelee kuudhibiti na kuhakikisha unatembea sawa sawa. Na ili Mungu asimamie ulimwengu wake na ratiba zake na makusudi yake, huwa anafanya kwa neno tu. Haleluya. Mungu anafanya vitu vyote kwa neno. Wala pasipo neno hakuna chochote kilichofanyika ambacho kimefanyika. Haleluya. Kwa hiyo Mungu anafanya vyote kwa neno. Na sasa Mungu anataka afanye kila kitu katika ulimwengu huu au usimamie. Sasa anataka neno. Neno gani? Neno litakalo fanana na ulimwengu huu. Neno litakalo ongea na ulimwengu huu. Hatuongea na neno lake kule mbinguni, halitaweza kuongea na ulimwengu huu. Kwa hiyo sasa anakuja anachukua kinywa chetu kutabiri. Anapotabiri ni yeye anaongea. Haleluya kanisa.
Unapotabiri ni Mungu anafanya nini? Anaongea mambo mbalimbali kama tutakavyoona, na yale anayoongea ndiyo yanayosimamia, ndiyo yanayotawala, ndiyo yanayoongoza ulimwengu wake. Na kwa nini atumie kinywa chetu? Ni kwa sababu yeye ni roho. Haleluya. Mtu mwingine atasema kama akiwa roho hawezi kuongea. Hapana. Ulimwengu wa roho hauruhusiwi kuishi katika ulimwengu huu wa damu na nyama kama hauna mwili. Wangapi namsikia mchungaji? Bwana Yesu asifiwe. Hili elewe vizuri kabisa. Kiumbe chochote kisicho na mwili hakina kisheria ya Mungu, hakiruhusiwi kufanya chochote katika ulimwengu huu. Ulimwengu huu wa damu na nyama uliumba kwa ajili ya watu wenye miili ya damu na nyama. Tuko pamoja kanisa? Kwa hiyo yeyote anataka kufanya kitu katika ulimwengu huu akikubalike mbinguni katika sheria za kimungu, lazima kiwe na mwili. Kwa hiyo Mungu akajifunga na hilo pia na yeye. Akitaka kuja kufanya kitu hapa, lazima awe na nini? Lazima awe na nini kanisa la Mungu? Lazima awe na mwili. Sasa yeye ni roho, hana mwili huu wa hapa. Kwa hiyo anafanyaje? Anatumia miili yetu, kinywa cha miili yetu. Haleluya. Anatumia miili yetu, anafanya mambo yake hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ili utabiri lazima Mungu aweke maneno yake ndani ya kinywa chako. Hebu tuone mambo mawili kabla sijaunganisha nilikokuwa. Hebu tuende Yeremia. Fungua Yeremia, nabii mashuhuri. Wengine wanamuita nabii wa machozi kwa sababu alikuwa analia kweli, kwa sababu mapito alikuwa anapita nayo. Yeremia mlango wa kwanza. Mlango wa kwanza mstari wa 9. Na hapa ndipo tutaanza kutaka na nyinyi msome sasa. Yeremia mlango wa kwanza mstari wa 9. Tumefika? Wanajua kumtia mchungaji moyo, wanasema ya amen, lakini Mungu anafungua Biblia. Haya, tumefika watumishi wa Mungu? Mstari wa 9. Hebu katika Bwana mjitie nguvu katika Bwana. Msome vizuri. Fuata vituo, kila kitu tutaenda pamoja. Hebu tusome mstari wa 9. 1 3 go. Haleluya. Bwana ametia ndani ya kinywa cha Yeremia nini? Maneno yake. Kwa nini? Hapa mstari wa kwanza anaanza hivyo. Ni kwa sababu amemuita Yeremia kama nabii. Amemuita Yeremia kama nabii wa mataifa. Manake kinywa chake kitumiwa na Mungu kunena na mataifa. Nabii ni mtu ambaye kinywa chake kinatumiwa na Mungu kunena. Kuna wengine wanaitwa kwenye hiyo ofisi kama tunavyoitwa ofisi ya kichungaji, ofisi ya mwinjilisti. Kuna wengine wanaitwa ofisi ya kinabii. Yaani huyo Mungu anatumia kinywa chake muda wote. Lakini sisi wengine wote ambao tutajaitiwa ofisi ya nabii, Mungu anakitumia tukiwa tumejaa Roho Mtakatifu kutabiri. Haleluya. Haleluya kanisa la Mungu. Sasa hapa anamwambia Yeremia, hapa juu yake mstari wa 8 anasema usiogope kwa sababu ya hao, maana mimi nipo pamoja nawe, nikuokoe asema Bwana. Ndipo Bwana akaunyoosha mkono wake, akanigusa kinywa changu. Bwana akaniambia, tazama nimetia maneno yangu kinywani mwako. Baada ya kuyatia anasemaje? Angalia nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme, ili kufanya nini? Kungoa. Kanisa tuseme kungoa. Anangoa kwa njia gani? Kwa beleshi. Anangoa kwa sururu. Anangoa kwa njia gani? Kwa maneno ambayo Mungu amefanya nini? Ameweka kinywani mwake. Hebu tumadhimishe Mungu. Haleluya. Manake Mungu kuna kazi iko mbele yake, na anasema hii kazi ni Mungu anaenda kuifanya. Na kwa sababu ni Mungu anaenda kuifanya, anaenda kufanya kwa neno lake. Kwa sababu Mungu anafanya kazi kwa neno lake. Anachukua maneno yake anaweka kwenye kinywa cha nabii Yeremia. Baada ya kuyaweka, yale maneno aliyoweka kule ni maneno yanayoendana na kazi anaenda kufanya. Kwa hiyo anamuelimisha Yeremia sasa, kumwambia maneno niliyoweka ndani ya kinywa chako yanaenda kufanya kazi hizi. Tuko pamoja kanisa la Mungu.
Anasema yanaenda kufanya hivi. Angalia, nimekuweka juu ya mataifa na juu ya falme ili kung'oa na kubomoa na kuharibu na kuangamiza, ili kujenga na kupanda, tumwadhimishe Mungu wetu. Haleluya. Unaweza ukaelewa, unaweza ukaanza kupata nuru tunapokuwa tunatabiri. Manake ni Mungu anaweka maneno yake ndani yetu kwa roho tuliyejaa, na hayo maneno unaweza kuelewa inaanza kufanya mambo gani. Ina maana hayo maneno wakati mwingine yanaenda kufanya kazi ya kubomoa kisichotakiwa. Hayo maneno wakati mwingine tunapotabiri anaenda kung'oa kilichopandwa hakitakiwi kupandwa. Hayo maneno wakati mwingine yanaenda kuharibu ambacho kiliwekwa hakitakiwi kuwepo. Hayo maneno mengine yanaenda yanajenga, mengine yanaenda yanapanda. Haleluya. Kwa hiyo ukiwa mwaminifu kutabiri, Mungu anafanya kazi masaa yote. Ukiwa mvivu kutabiri, Mungu anashindwa kufanya kazi. Mungu hawezi kufanya kazi asipokuwepo anayetabiri. Hebu tumadhimishe Mungu. Haleluya. Ni wangapi wanataka kuwa watumishi wa Mungu ambaye Mungu anatumia kufanya kazi? Ni lazima utabiri. Ni lazima utamani kutabiri. Na lazima utembee katika kutabiri. Unapokuwa hutabiri, unamfunga Mungu mikono yake asifanye kazi. Mungu anataka kung'oa mambo ya maharibifu kwenye ukoo wako. Amekasirika kasi mpaka anarukaruka hivi, anasema hili lazima niling'oe, alafu umefunga kinywa hutaki kutabiri. Mungu anashindwa kufanya kazi. Mungu anasema lazima nipande mambo mazuri kwa ajili ya mtoto wangu, kwa ajili ya watoto wake, kwa ajili ya wajukuu, kwa ajili ya vitukuu, alafu sasa umefumba kinywa hutaki kutabiri. Mungu anashindwa. Unakuja kukuta familia yako mbele ya safari haiendi vizuri. Mimi nikueleze kitu kimoja, watu wa Mungu. Mzazi ukiwa mwaminifu, Biblia inasema wazazi ndio wanaoweka akiba kwa ajili ya watoto, wala sio watoto wanaoweka akiba kwa ajili ya wazazi. Wangapi walishasikia neno hilo? Haleluya, liko kwenye Biblia. Amen. Wazazi ndio wanaoweka akiba kwa ajili ya nani? Watoto. Mzazi anayejua kutembea maisha ya kiroho vizuri huwa anawachongea lami watoto wake, anawachongea lami kwenye maisha yao. Wewe ulitoka kwenye kuabudu miungu mpaka uje usimame unapambana na mapepo huko, unalala unaota wachawi wanakuja, na huko ulishaokoka unawakemea kwa jina la Yesu, kwenda huko. Lakini kama unasimama vizuri, unasimama kwenye maombi, unapanda, unatabiri, unatengeneza barabara za watoto wako, unatengeneza barabara za watoto ile wanakuja kukua, wanaokoka, hawauti hata mchawi, hawauti hata sijui nani mapepo gani kule kijijini kwenu, hawauti. Kwa nini? Wanaanza kuota tu malaika, wanaanza kuota, baba niliota kama niko kwenye mawingu, niliota nimekutana na Yesu. Wewe mtoto wewe, kwa nini? Ulimchongea barabara nzuri, aanzie pazuri. Haleluya. Umemwandalia urithi mzuri yule mtoto. Hebu mshangilie Yesu kama unataka kumwandalia mtoto urithi mzuri. Na usifazi kwamba yeye hana cha kufanya. Ameanzia pazuri, na yeye anaanza kufanya kazi kama ni mwaminifu na amefundishwa vizuri. Anafanya kazi, anapanda na yeye, anatengeneza ya watoto wake na vitukuu. Kwa hiyo kama yeye alitengenezwa barabara ya lami, yeye watoto wake wanatengenezea njia ya kwenye ndege, ya kwenye anga. Yeye watoto wake watapita kwenye anga tu, sasa hawapiti kwenye lami. Sisi tumetoka kwenye matope huku, matope nyanga. Umeokoka huku kama mnyama pori. Alafu Mungu anatutengeneza mpaka uje uwe mtu mzima, ndio angalau unaanza hata kutirika na Mungu vizuri, kwa sababu ulikuwa na kazi ya kujikunguta mengi. Mara ujikungute na ya bibi wa kwanza, bibi wa tatu, mara babu yule mwingine, mara hiki. Wakitoa kafara kule kijijini kwenu, na upepo unakufijia huku, unakuta machacha unamka kiuno sijui walitoa makafara kule. Wakasema hii nayo iende huko, huu na watu gani? Unampaka na huru, inampaka na jina lako likatajwa kule. Yakaja inataka kukuvamia, akakuta una Kristo, yakasema aturudi bure, tuguse kidogo. Aturudi bure. Unamka unasema na kiuno kinauma, lakini umeponi hapo kwa sababu na Yesu. Kinyume cha hapo kingevunjika kabisa. Haleluya. Bwana asifiwe. Ndani ya Kristo tunashinda na zaidi ya kushinda. Haleluya. Hebu twende Isaya. Mambo machache nataka tuone, tuweke msingi hapa. Isaya 51. Isaya
51. Hebu tuende mstari ule wa 16. Itaomba pia msome wote Isaya 51 mstari wa 16. Hebu tutafute. Nitatamani tusome wote vizuri kama tulivyosoma ule mwingine vizuri, na au tusome vizuri hivyo hivyo atakuzidi. Tumefika watumishi wa Kristo Yesu? Okay, hebu tusome kwa nguvu. 1 2 3 go. Haleluya. Anaongea na nabii Isaya, anamwambia Bwana wa majeshi ndilo jina lake, nami nimetia maneno yangu kinywani mwako. Kama alivyosema kwenye Yeremia, Mungu kila nabii lazima aweke maneno yake ndani ya kinywa chake, kwa sababu anatakiwa nene maneno ya Mungu, sio ya wanadamu. Sasa anamwambia, lakini yanaendana na wajibu aliomuitia. Anamwambia nimetia maneno yangu kinywani mwako, nami nimekusitiri katika kivuli cha mkono wangu. Maana yake ni ulinzi, ili nizipande mbingu. Haleluya. Anazipanda nini? Anayepanda hizo mbingu ni nani? Ni nani? Ni Mungu, si ndio jamani? Anayesema nitazipanda mbingu ni nani? Ni Mungu. Mungu atatumia nyenzo gani kupanda hizo mbingu? Maneno. Hayo maneno yameyaweka wapi? Kinywani cha nabii wake. Kwa lugha nyingine, nabii wake atakapokuwa naongea yale maneno Mungu aliweka kinywani wake, mbingu zitakuwa zinafanya nini? Zinapandwa na Mungu. Haleluya. Hebu tuangalie kazi nyingine aliyomwambia, ili nizipande mbingu tayari na kuiweka misingi ya dunia. Haleluya. Anaweka misingi ya dunia. Sasa nisitoke nje ya somo, lakini kwa sababu mnasema mbona sasa anaongea na nabii wakati dunia ilishakuepo? Anaongea kutengeneza mustakabali wa vizazi, mustakabali wa mataifa, mustakabali. Ule mustakabali unawekewa misingi. Kwa mfano, wewe unaweza ukatengeneza mustakabali wa uzao wa tumbo lako leo. Ukiutengeneza vizuri, vitukuu vinajengwa juu ya ule mustakabali, ule msingi ulioweka. Na huo msingi Mungu anasema ndiye anayeiweka. Na huo msingi Mungu ataweka kwa nyenzo gani jamani? Kwa neno. Na hilo neno ameliweka ndani ya kinywa cha nani? Cha nabii. Anaendelea hapa, na kuiweka misingi ya dunia, na kuambia Sayuni, ninyi ni watu wangu. Haleluya. Mungu anaongea na watu wake, anawafariji. Anaongea na watu wake, anawatia moyo. Anaongea na watu wake, anawaimarisha. Lakini anafanya hivyo kwa njia gani? Kwa neno lake. Na hilo neno ameshaweka ndani ya nani? Ya kinywa cha nabii. Haleluya kanisa. Tuko pamoja kanisa la Mungu. Haleluya. Sasa naomba niseme sasa neno moja. Tumeshaona kwamba maneno tunayotabiri tukiwa tumejaa Roho Mtakatifu ni maneno ya Mungu. Tuko pamoja kanisa Hapo hamna tashushi, si ndio? Maana yake ni ujumbe wa Mungu. Kwa lugha nyingine, ni ujumbe unaotoka katika kinywa cha Mungu, kwa sababu hicho kinywa ameshakiteka ni cha kwake. Biblia inasema ya kwamba tumenunuliwa kwa damu. Tumenunuliwa kwa damu. Hivyo mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Maana yake miili yetu ni mali ya Mungu, ni nyumba ya Mungu. Haleluya. Haleluya kanisa. Nataka sasa tuone ujumbe unatoka katika kinywa cha Mungu. Uko makundi haya mawili tu. Huu ujumbe wa kutabiri, huu ujumbe wa kutoa unabii, uko katika makundi haya mawili. Yaani kila ukitoka utaangukia kundi mojawapo katika haya mawili, na tutaenda kuyaona sasa hivi. Sasa hebu tuende pale tulikosoma juzi. Ilikuwa ni kitabu cha Nyakati. Simliandika? Nyakati ilikuwa ni ya pili, si ndio?
mstari wa 20, mlango wa 20. Tuko pamoja kanisa la Mungu? Nyakati wa pili mlango wa 20. Sitarudia yote niliyosoma kwa sababu tulishapasoma, nataka nilenge tu sehemu. Pale mwanzo mstari wa kwanza anasema, baada ya hayo wana wa Moabu na wana wa Amoni pamoja na baadhi ya Wameuni wakaja juu ya Yehoshafati vitani. Wakaja watu waliomwambia Yehoshafati wakisema, wanakuja jamii kubwa juu yako watokao Shamu toka ng'ambo ya bahari, na tazama wako katika Hasasoni Tamari, ndio Engedi. Yehoshafati akaogopa, akauelekeza uso wake amtafute Bwana, akatangaza watu wote kufunga katika Yuda yote. Haleluya kanisa la Mungu, tunasikilizana. Huyu mtumishi wa Mungu mfalme Yehoshafati alikuwa mfalme mashuhuri sana wakati huo. Ameletewa taarifa kwamba kuna wafalme wamepanga vita. Kwa ulimwengu wa leo tungesema nchi zilizopanga vita. Labda leo tuseme kuna nchi ya Kenya na nchi ya Uganda, sijui na nchi ya Zaire, na wamekusudia, wamepatana kwa pamoja kuja kupigana na Tanzania. Kwa hiyo wengine wanatokea kule, wengine wanatokea kule, tupate. Rais wa Tanzania alitoa taarifa ya namna hiyo. Ndicho kilichotokea kwa Yehoshafati. Akaletewa hiyo taarifa. Biblia inatuambia Yehoshafati aliogopa kwa sababu moja, aliwajua ukubwa wale wafalme. Alijua ni wafalme wenye majeshi makubwa, wafalme wenye nguvu. Na akajua kama wenye mejipanga wanakuja kwa pamoja wote, mimi sifukuti hapa. Lakini akajua tumaini lake lilipo, akajua nguvu zake zilipo. Unajua ni muhimu sana watumishi wa Mungu kupambanua nguvu yako iko wapi. Ni muhimu kupambanua eneo lako la kujidai liko wapi. Haleluya kanisa. Unajua kuna watu tumeokoka, lakini wakati mwingine hatujui maeneo yetu ya kujidai. Mtu umeokoka, mtu mwingine yuko tu anaishi, hajaokoka tuseme. Kunatokea kitu kidogo, anasema nakumbuka mjomba wangu ni manager kampuni fulani. Anachukua simu, mjomba, hapa hali ni tete. Haya, mwingine kumetokea shule, anasema nakumbuka askari mmoja ni ofisa mkubwa sana Dar es Salaam, ngoja nimpigie. Anko 1 2 3. Wao kwa upande wao hizo ndio maeneo yao kufanya nini? Ya kujidai. Tuko pamoja kanisa? Sasa sisi kanisa hatutaki kujichanganya. Hata kama una ndugu yako ana cheo, hata kama una ndugu yako na mapesa, hata kama una ndugu yako ambaye kwenye jamii anatikisa, kama umeokoka, hilo sio eneo lako la kujidai. Kwa sababu kweli unaweza kujidai pale ukapata hapo sambusa, ukapata hapo vitu ukaonekana unasaidika, lakini hilo ni duni sana. Hebu mwambie jirani yako, hilo ni duni sana. Kwa mtu uliokoka Bwana, yako maeneo ya kujidai. Yehoshafati alilijua. Alipotishiwa nyau, Biblia inasema akamgeukia Bwana, akageuka amtafute nani? Bwana. Na akaiambia Israeli yote, tunafunga, tunaenda kumtafuta nani? Bwana kwenye maombi. Kwa eneo lako la kujidai likitokea mtikisiko, eneo lako la kujidai ni kumtafuta nani? Bwana. Ndio eneo lako la kujidai. Yaani uonekane mnyonge, uonekane tajiri, uonekane mtu wa heshima, uonekane kawaida, uonekane vyovyote utakavyoonekana, umetikiswa. Wanasema, aisee, angalia amemtokea. Angalia, wewe angalia. Wewe unawaza tu, nitapata wapi kichaka? Nitapata wapi kona yangu nzuri? Yaani wewe haikusumbui hayo. Utakapopata ile eneo lako sawa sawa, ukapiga goti lako, si unajitambua? Na unamtambua huyu unaishi naye, sio? Sema, Baba, katika jina la Yesu, wewe ni Mungu, ni baba yangu, hayupo kama wewe, kimbilio langu ni wewe, tumaini langu ni wewe. Rabakashakapa. Unapokuja kunyanyuka pale, ujasiri kama wote. Lugha ya vijana, ujasiri kama wote. Halafu unatembea kwa kujidai. Halafu unashangaa kule upepo umeanza kubadilika. Walisema wanakuja hivi, ghafla unasikia kimya.
Unakuja kuuliza, wanasema sijui ikatokea ikapanda ikashuka wameeka kwa kule. Umepiga goti. Tukipiga goti tunashuka kwa kuvutwa chini, tukinyanyuka tunazo nguvu nyingi. Hebu tumaadhimishe Mungu. Haleluya. Usikubali kuishi kinyonge, mtumishi wa Mungu. Yaani unamwambia mtu mimi huwa siishi kinyonge eti. Anakuambia unajidai nini, mbona nakuona kawaida sana? Anakuambia mimi huwa siishi kinyonge. Siishi kinyonge, hamna cha kunitisha dunia hii. Lina ujasiri kimbaombao tu. Sina cha kunitisha. Wanaamua kukutisha, wanasema tutaona sasa. Lakini ukishaenda ile sehemu yako ya siri na neno la Mungu liko ndani yako kwa wingi, ukapiga goti lako pale ukamaanisha. Hivi unajua ukimaanisha maombi huwa unatoa majasho Ni wangapi wanajua maombi ya kumaanisha yanatoa majasho? Hebu mpunga mkono. Kwa sababu kuna wengine huwa hawatoi jasho hata kabla kwa sababu naomba kisarabu, Baba haleluya, wewe ndio Mungu na kuna mwingine. Nakuja mbele zako muda huu na kuheshimu na kutukuza. Hata jasho halitatoka namna na hamna ushindi wa namna utaupata. Ushindi unapatikana kwenye jasho. Haleluya. Yesu mwenyewe lilibadilika likawa damu, alafu sembuse sisi. Hebu tumuone. Wewe mtumishi wa Mungu sasa Yehoshafati akageukia Bwana, akaomba. Sasa baada ya kuomba, sitaki kupita kwenye hiyo sala kwa sababu tulipita juzi, lakini nataka tuone kilichotokea, kwa sababu kuna utabiri unatokea hapa. Na kumbuka niko kwenye eneo linalosema makundi mawili ya ujumbe wa kutabiri yanayotokana na ujumbe unaotabiriwa. Sasa sura 14, ndipo Yahazieli mwana wa Zekaria mwana wa Beana mwana wa Yaeli mwana wa Matania Mlawi na wana wa Asafu akajiliwa na nini? Na roho ya Bwana. Haleluya. Yaani hicho kitu wakinasisimua. Yaani ukishasikia amejiliwa na roho ya Bwana, ujue kuna tukio linatokea. Haleluya. Yaani Bwana haji bure eti. Yaani ukiona umejaa nguvu, yaani hata kama kuna kitu fulani unafanya, ukaona nguvu za Bwana zimenyanyuka juu yako, yajua Bwana anataka kufanya jambo. Kwa hiyo usiwe mzembe. Usiwe mzembe saa hizo Bwana anataka kufanya. Kama ni kitu cha kutamka, utamke, kwa sababu Bwana anataka kufanya jambo. Haleluya. Akajiliwa na roho ya Bwana katikati ya kusanyiko. Baada ya ile roho, sikiliza, akasema, anatabiri sasa. Kwa sababu roho ya Bwana kisha kuja juu yake anatabiri, si ndio jamani? Akasema, sikieni Yuda wote, nanyi mkao Yerusalemu, na wewe mfalme Yehoshafati, Bwana awaambia hivi, msiogope wala msifadhaike kwa ajili ya jeshi kubwa hili, kwani vita si yenu bali ni ya Bwana. Haleluya. Na hili neno Mungu akaligeuza kuwa neno letu Jumapili iliyopita, tukafarijika sana. Haleluya. Sasa nimesema unapotabiri, utabiri wako unaangukia katika mojawapo ya makundi mangapi? Kundi la kwanza ni neno la wakati uliopo. Usisahau, andika kabisa. Ni neno la wakati uliopo. Hilo ni kundi la kwanza. Neno la wakati uliopo. Yaani ni Mungu anashirikisha moyo wake, anashirikisha hekima yake, anajifunua kwa ajili ya wakati tulionao saa hiyo, wakati uliopo saa hiyo. Ndio kundi la kwanza. Na kundi la pili ni kutajia hapa. Kundi la pili ni neno la wakati ujao. Neno la wakati ujao. Hilo ndio kundi la pili. Kwa nimesema neno la kinabii, neno tunalotabiri linaangukia kwenye makundi mawili. Ama hilo neno litakuwa la wakati uliopo sasa, au hilo neno la wakati wa namna gani kanisa? Ujao. Shika sana hilo. Na tutaenda kuona hiyo mifano.
Kwa hiyo hapa tulikosoma kwa nabii, kwa mfalme Yehoshafati, huyu Zekaria alipojawa na roho wa Bwana akaanza kutabiri pale, akaleta maneno ya Mungu pale. Haya maneno ya Mungu ni ya wakati upi katika haya makundi tulioona kanisa? Haya maneno ni ya wakati upi katika haya makundi mawili? Tamka tu. Wakati gani? Kanisa. Hebu ni usome huu ujumbe. Sikiliza. Anasema, sikieni Yuda wote, nanyi mkao Yerusalemu, na wewe mfalme Yehoshafati, Bwana waambia hivi, msiogope. Ni neno la wakati gani hilo? Wala msifadhaike. Ni neno la wakati gani huo? Kwa ajili ya jeshi hili kubwa. Hilo jeshi silipo hapo tayari. Kwani vita sio yenu bali ni ya Bwana. Ni wakati gani wa hilo neno? Kwa sababu vita tayari iko mlangoni. Kwa hiyo neno la wakati uliopo huwa linakuja kutatua mazingira ya wakati huo. Kama kuna neno ambalo wanadamu wanalihitaji kwa haraka, ni neno la wakati ujao au ni neno la wakati uliopo? Kwa sababu unataka jibu sasa hivi. Kwani unataka jibu la makakesho? Na makakesho nalo unataka, lakini litafuata baadaye. Unalotaka jibu la sasa hivi. Unataka namna ya kupenya saa hizi. Unataka namna ya kushinda hii vita sasa hivi. Unataka namna nitakavyofanikiwa maisha yangu sasa hivi. Kwa hiyo utakuja kukuta sehemu kubwa ya ujumbe wa kinabii au wa kutabiri huwa inaangukia kwenye wakati ujao, wakati uliopo. Wakati uliopo ndio unaobeba eneo kubwa. Zaidi ya nusu ya ujumbe wa kutabiri unaleta neno la wakati uliopo. Haleluya. Nitaeleza ni kwa nini. Ni kwa sababu ujumbe uliopo kwenye kutabiri wakati uliopo. Kumbuka ule ujumbe ni Mungu anaongea. Usisahau hilo. Kumbuka ule ujumbe ni Mungu anafanya nini? Kwa hiyo ule ujumbe, ama Mungu anafunua sifa zake. Kwa sababu hamna mtu anayejua sifa za Mungu ila mwenyewe ndiye anayezijua sifa. Kuna mwanadamu anayejua sifa za Mungu? Si mpaka akufunulie mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe, kanisa la Mungu. Unaweza kufahamu sifa za Mungu asipokufunulia mwenyewe? Kwa hiyo ujumbe wa wakati uliopo, Mungu anafunua sifa zake. Anafunua ukuu wake. Anafunua uzuri wake. Anafunua nafsi yake. Anajifunua kwako umfahamu. Anajifunua kwako umfahamu zaidi. Ni ujumbe ambao Mungu analeta majibu ya maswali yaliyopo. Ni ujumbe ambao Mungu analeta majibu ya changamoto iliyopo. Ni ujumbe ambao Mungu anafariji watu wake alionao saa hiyo. Kama hapa anapowafariji anasema msiogope wala msiwe na fadhaika. Anafariji. Haleluya, kanisa la Mungu. Kwa hiyo ujumbe huo Mungu anajenga watu wake kwa kuwafariji, kwa kuwapa chakula. Bwana Yesu akasemaje? Mtu hataishi kwa mkate tu, bali mtu ataishi kwa kila neno litokalo katika kinywa cha nani? Neno linatoka katika kinywa cha Mungu linatoka kwa njia gani? Ya kutabiri. Kwa hiyo wakati Mungu anatabiri, ile neno linakuwa ni chakula chako pia. Ni chakula cha roho yako. Neno la Mungu ni chakula cha roho yako, kwa sababu Biblia inasema neno ni roho. Haleluya. Yesu Kristo alisema ya kwamba roho ndio itiayo uzima, mwili haufai kitu. Maneno niwaambiayo ni roho na nini? Na uzima. Kwa hiyo Mungu anaponena neno lake ni roho. Ikienda kwenye roho zetu ni chakula cha roho zetu. Hebu tumadhimishe Mungu kama tuko pamoja. Haleluya. Kwa hiyo kundi la kwanza tumeliona hapo ni ujumbe wa wakati uliopo. Na pale wakapewa mpaka mkakati wa namna kwenda kwenye vita, wakaweka na kwaya kabisa. Unaona? Wakaweka na kwaya kabisa. Na ukitaka kuona neno la kutabiri
Kwa hiyo nikisema kutabiri na nikisema kutoa unabii, muwe mnaelewa ni vitu vingapi? Vitu vingapi? Ndio naangalia wale wanaoangalia mchungaji na wale sio muangalia mchungaji. Unajua ni vitu vingapi? Kwa sababu kuna wengine wameinama huko anajibu tu. Ni vitu vingapi? Viwili. Haleluya. Hebu tuangalie tuone umuhimu wa kuamini kinywa cha anayetabiri. Kiwe cha kwako, kiwe cha yote ambayo Roho Mtakatifu yuko juu yake saa hizo. 20. Wakaamka asubuhi na mapema, wakaenda nje katika jangwa la Tekoa. Nao walipokuwa wakitoka, Yehoshafati akasimama akasema, nisikieni enyi Yuda, nanyi wenyeji wa Yerusalemu, muaminini Bwana Mungu wenu, ndivyo mtakavyofanya nini? Mtakapothibitika. Hebu malizia pale ya pili anaposema waamini. 1 2 3 go. Hebu turudie wote 1 2 3 go. Unaona kuamini manabii ametumia neno gani? Kufanikiwa. Kufanikiwa kwenye changamoto ulionayo. Kufanikiwa kwenye kupenya hapo unakotaka kupenya. Kufanikiwa kwenye hiyo vita iliyo mbele yako. Anasema sikiliza neno la kinywa kinachotabiri. Kama umejipanga sawa sawa, utatabiri kwa kinywa chako mwenyewe. Kuna watu wengine wanatabiri alafu hawajui kama wameshatabiri. Kama ukitabiri umejaa Roho Mtakatifu, ni wangapi wakiwa katika ujazo wa Roho Mtakatifu wanatambua? Kwa sababu mtu anaanza kusema, sijui hata kama nimejaa Roho Mtakatifu kama sijajaa. Eti ukiwa umejaa Roho Mtakatifu uwezi kujua? Utajua. Yaani haiwezekani usijue. Kwa sababu anakufunika, anakuvaa yani. Unasikia kimbingu fulani kizuri. Utajua tu. Na zile nguvu zinakuwa sio za kwako. Kwa hiyo unapotabiri, kama ni jambo linalohusu maisha yako, ukimaliza andika. Maana yake umetabiri kitu ambacho kitatokea. Haleluya. Usingoje mpaka aje mchungaji ajazwe nguvu akutabirie, au mzee wa kanisa ajazwe nguvu akutabirie, au mshirika mwenzako ajazwe nguvu akutabirie. Usingoje, utachelewa. Wewe mwenyewe unaweza ukajitabiria kama unatembea umejaa Roho Mtakatifu. Haleluya. Kwa sababu unaweza kwa unaomba ukasikia kutabiri kumeingia, ukasema katika jina la Yesu kama Mungu aishivyo hilo jambo litasimama. Lakini uko peke yako unaomba. Umetabiri hivyo. Kama una akili nzuri, uandika. Naamini hicho kichwa cha nani? Cha nabii. Wangapi wanaelewa hapo? Kwa hiyo kiamini kinywa cha nabii, iwe ni wewe, iwe ni mwingine ambaye unashuhudia kwamba yuko juu ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu yuko juu yake saa hizo kutabiri. Nakumbuka wakati mmoja nilipata kujaribu kubwa sana kabla sijaja Geita. Kubwa kweli. Sasa wakati watu wanazomea, watu wanasema kwisha, wanajifanya ameokoka nini, yani watu wanakuzonga mpaka unakuwa kama Briton, yani unakuwa mdogo kama Briton, au dunia nzima amekugeuka. Sasa nakumbuka nilikuwa ni kwenye eneo la kazi, nimetoka ofisini, sasa ndio unaaga hivyo naenda nyumbani kupumzika mpaka hilo jaribu lipite. Sasa wakati napita kwenye ile geti, nikasikia ndani, nikasema na itajulikana, nikasema na kwa jaribu hili itajulikana hapa kwenye ile eneo kwamba yuko Mungu anatawala katika mbingu. Nililisema kwa kumaanisha. Sasa nilikuwa sina elimu hii, lakini baadaye nikaja kuangalia nyuma nikakumbuka nilikuwa natabiri. Haleluya. Nikuhakikishie lilitokea hivyo hivyo. Walijua yuko Mungu. Kwa sababu wakati jaribu limeisha baada ya miaka 2, nalazimika nirudi. Narudi natakiwa nikaripoti kwa ofisi ya mkurugenzi mkubwa yule ambaye alihusikana na hayo mambo, au idara yake ilihusika, mkubwa kabisa, top. Ile nafika sasa, mimi nimeshasahau mpaka na ule unabii kwa sababu miaka 2 imeisha. Ile naingia kwenye ile ofisi, sikumbuki kabisa, ila ninachokijua natembea na Mungu. Haleluya. Ninachokijua natembea nimejaa nguvu za Roho Mtakatifu. Ile nimeingia kwenye ile ofisi, kaambia karibu. Umekuja Marika? Karibu. Nikakaa kwenye
kiti chake, kile kiti cha wageni. Nikakaa namna hii. Akaniambia imekwaje? Nikamwambia nimeleta barua hii hapa. Kwa hiyo barua ina maana kwamba nitarudishwa kazi. Sema hii haitawezekana, unajua sijui nini. Mimi niko kimya tu, sina jambo kufanya. Alafu ghafla nikasikia kitu kinaumuka. Unafahamu kuumuka kama mvuke. Nikasikia kitu kinaumuka kutokea huko, kinapanda hivi. Kilikuwa kinapanda kwa nguvu ambaye ni Roho Mtakatifu, naelewa. Ili mimi nakiita kitu, si ndio manake? Kilikuwa kinapanda kwa nguvu mpaka mimi nikaa mpole, nikalegea, nikakaa namna hii. Nikaa naangalia chini namna hii. Na yuko amejitutuma kwenye ile kiti likubwa namna hii. Ile imepanda, imefika kichwani, nikasikia inasambaa kwenye chumba pale. Kitu nilichosikia ghafla akataharuki, akanyanyuka, ni mtu mkubwa, akakimbilia dirisha fulani na ni gorofani, akakimbilia kwenye dirisha. Sasa mimi nikasema asija akatumbukia kule, uzuri ilikuwa na nondo. Akavuta mapazia, akachungulia kule, akataharuki. Alafu mimi sasa niko chini ya upako mkubwa kabisa, na nena polepole tu nasema rabakash rikaba, sitoi sauti. Amehangaika kule ndani, amehangaika, ni mimi na yeye tu. Alafu nikaye kupata taarifa, alikuwa kwenye kikao fulani cha kamati fulani, wanaongea juu ya watu walio wenye majaribu mbalimbali. Alafu mjumbe katika kueleza ile kikao akasema na huyu Mariki itabidi tu tumrudishe tukae naye, unajua ana imani yake ya ajabu. Yaani wakati usijaingia akasema ana imani yake ya ajabu, maana yake wamejua kwamba yuko Mungu anaye tawala. Unabii umetimia, hebu tumadhimishe Mungu, haleluya. Kwa hiyo ukitabiri, amini kinywa cha nabii, haleluya. Okay, ngoja tuone kundi la pili. Yaani haya makundi yako mengi. Lakini ngoja hebu tuangalie kitabu cha Isaya mlango wa 7. Kitabu cha Isaya mlango wa 7. Utaona mfano mmoja wa ujumbe kwanza huu wakati uliopo tena. Kama nilivyokuambia, huu unakuwa mwingi zaidi. Mstari wa kwanza anasema hivi: hata ikawa katika siku za Ahazi mwana wa Yotham mwana wa Uzia mfalme wa Yuda, Rezini mfalme wa Sham, na Peka mwana wa Remlia mfalme wa Israeli wakapanda wakaenda Yerusalemu ili kupigana nao, lakini hawakuweza kuushinda. Kisha watu wa nyumba ya Daudi wakaambiwa kwamba Sham wamefanya mapatano na Efraim, na moyo wake ukataharuki, na moyo wa watu wake kama miti ya mwituni itikiswavyo na upepo. Basi Bwana akamwambia Isaya, haya, toka ukamlaki Ahazi wewe na Yashubu mwana wako huko mwisho wa mfereji wa birika la juu katika njia ya uwanja wa Dobi. Kwa hiyo hapa pia ametishiwa na majeshi mengine kama kwa Yehoshafati, na ameogopa mpaka katetemeka kama miti ya mwituni inapotikiswa na upepo. Kwa hiyo anahitaji msaada. Sasa nabii, Mungu anamtuma nabii yake Elisha Isaya aende na mtoto wake akakutane na Ahazi. Mstari wa 4, ukamwambie hadhari, tulia. Haleluya. Angalia Mungu anavyoongea na mambo yake. Anaanza kukutuliza kwanza. Kwa sababu unakuta una mhemko, una nini, una hofu, huwezi kumsikiliza. Anaanza tulia.
Anasema hadhari, tulia, usiogope wala usife moyo, kwa sababu ya mikia hii miwili, ya vinga hivi vitokavyo moshi, kwa sababu ya hasira kali ya Rezini na Shamu na mwana wa Remalia. Kwa kuwa Shamu amekusudia mabaya juu yako, pamoja na Efraimu na mwana wa Remalia, wakisema, haya na tupande ili kupigana na Yuda na kuwasumbua, tukabomoe mahali tupate kuingia na kummilikisha mfalme ndani yake, huyo mwana wa Tabeli. Kwa hiyo wamepatana, wanasema wataenda watampiga Yuda, wakisha mpiga watamteka nyara, alafu watamleta mfalme mwingine huko nje wamtawaze kwenye ile nchi. Ndicho walichokusudia. Kwa hiyo akaogopa. Lakini sasa hebu sikiliza neno la nabii. Haleluya. Mstari wa 7 ni neno la nabii. Hebu tulisome kwa pamoja mstari wa 7. 1 2 3 go. Haleluya. Nukta. Hebu sema hiyo ni nukta. Manake Mungu hahangaiki. Anasema kwanza ameshamfafanulia ambaye alikuwa hayajui. Akamwambia nia ya hao wafalme kuja kwako, wanataka kisha kukushinda hii nchi, wamlete mfalme mwingine wamilikishe hapa, wewe wakuondoe. Hiyo ndio wanachokufanya. Lakini Bwana asema hivi, yani neno la Bwana linasema hivi. Neno hili kwa lugha nyingine, jambo hili halitafanya nini? Halitakuwa wala halitasimama. Haleluya. Hivi Mungu akisema neno namna hiyo kwenye maisha yako, unajisikiaje? Si ujasiri kama wote? Yaani kuna mambo wameanza vurugu, unasikia hivi, mara wanasema huyu, wanasema tutamfukuza tu kazi huyu, unajua amefanya hivi, tutamfukuza hivi, unajua hivi. Ile linaenda, unaenda mbele za Mungu, unaomba, alafu unajaro. Wakati umejaro unasikia neno limeshuka linasema jambo hili halitasimama wala halitakuwa. Haleluya. Unaweka nukta namna hii, alafu nasonga mbele na ujasiri kama wote. Hebu tumadhimishe Mungu wetu. Haleluya. Nauliza, ujumbe huu ni wakati gani? Ujumbe ni wakati gani kanisa? Wakati uliopo. Kwa sababu tayari jeshi liko pale linakuja kupambana naye. Anahitaji jibu sasa hivi. Akaambiwa tulia, usiogope, usivunjike moyo. Watumishi wa Mungu, kama kuna jambo la kujiepusha, na Mungu atusaidie, kila wakati jichunge. Tulikuwa na ujumbe mzuri sana wa Sunday school. Mwe mnawahi Sunday. Jamani, kwa kanisa la Mungu mwe mnawahi Sunday school, mnapoteza hazina. Yaani mnakosa hazina za ajabu. Yaani ujumbe zinazopita Sunday school mpaka mimi mwenyewe huwa nasema sijui nipate neema ya kuzihamishia tu mchana watu wote wapate. Yaani mnakosa unono. Mnakosa uhondo. Haleluya. Kulikuwa na ujumbe unasema ya kwamba jilinde kama mtumishi. Jitunze. Jichunge. Na ndicho nataka kusema kwamba watumishi wa Mungu, kama kuna maeneo tunatakiwa tujilinde, tujichunge, ni kutokuogopa na kutokufadhaika na kutokuvunjika moyo. Ni wangapi wamenisikia mchungaji? La kwanza, kutokuogopa, kutokufadhaika na kutokufanya nini? Kuvunjika moyo. Hayo mambo ni mbaya sana. Mungu anaanza akawa yuko pale na nguvu zote na ana hazina zote za kukutetea na kukupigania, ukavunjika moyo, akashindwa cha kufanya. Usije ukavunjika moyo ukawaza kwamba Mungu huwa na namna ya kukusaidia. Ukavunjika moyo kama lazima kuvunjika tu moyo. Mungu wangu nimevunjika moyo kabisa, nimevunjika moyo baba, nirehemu. Yaani unawaza eti ukilia ukazima nivunjika moyo, Mungu atakurumia aseme amevunjika moyo. Jamani, hebu niangalie kitu cha kufanya. Mungu alishaangalia hayo yote, ndio maana akaenda msalabani. Alienda msalabani kwa sababu alituhurumia. Alienda msalabani kwa sababu aliona tunavyovunjika moyo. Alienda msalabani kwa sababu aliona tunavyopata hofu. Alienda msalabani kwa sababu aliona tunavyofadhaishwa. Akamaliza yote pale msalabani, akafufuka akasema yamekwisha.
kwisha. Leo hii uruhusiwi kuvunjika moyo. Leo hii uvunjiki, uruhusiwi kuogopa. Ukiogopa ni wewe umeamua kuogopa, sio kwamba ni adui amekuwa na nguvu sana. Alikwisha kushindwa pale msalabani. Haleluya. Sema nakataa kuogopa kwa jina la Yesu. Nakataa kufadhaika kwa jina la Yesu. Nakataa kuvunjika moyo mimi kwa jina la Yesu. Usikubali kuvunjwa moyo. Nani anayekuvunja moyo? Tena wakati mwingine eti ni mpendwa wako. Mpendwa ambaye mnaenda mbingu moja, mnaenda kuketi kiti kimoja mbinguni na Yesu, eti anakuvunja moyo. Inaanzaje kwa mfano? Huyo si wa kumsamehe tu. Kama kuna mali amejichanganya, si unamsamehe tu. Eti wapendwa, si watu tunasameheana tu tukijichanganya? Kwa sababu kumbuka huyo ana Yesu ndani yake. Yaani huyo unayemuona amekukanyaga limguu, kacha. Ndani yake yuko Yesu. Kwa taarifa yako, mwambie jirani yako, huyo mpendwa aliyekukanyaga, kwa taarifa yako ana Yesu ndani yake. Hebu mwambie jirani yako hapo. Mwambie kwa taarifa yako Yesu yuko huko ndani, hajahama. Kwa hiyo unaweza ukahama wewe ukamwacha Yesu ache yuko kule ndani. Usikubali kufanya biashara. Haleluya. Amekwisha kutupa kushinda yote. Biblia inasema mwana wa Mungu amekwisha kufunuliwa na yeye ametupa akili. Tutembee na akili za Bwana. Haleluya. Haleluya kanisa la Mungu. Sasa nataka tuone kundi hili la, napoenda kukaribia kuhitimisha, tuone kundi hili la wakati ujao. Ni hapa mlango wa 7. Mstari ule wa 10 anasema hivi: tena Bwana akasema na Ahazi akinena, jitakie ishara ya Bwana Mungu wako, itache katika mahali palipo chini sana au katika mahali palipo juu sana. Lakini Ahazi akasema, sitaitaka wala sitamjaribu Bwana. Naye akasema, sikilizeni sasa ninyi nyumba ya Daudi. Je, ni neno dogo kwenu kuwachosha wanadamu hata mkataka kumchosha Mungu wangu pia? Mstari wa 14 Bwana anatoa ujumbe pale wa kutabiri. Hebu tusome kwa pamoja mstari wa 14. 1 2 3 go. Haleluya. Anasema, kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara. Tazama, bikira atachukua mimba, atazaa mtoto wa kiume, naye atamuita jina lake Imanueli. Ni wangapi wameshawahi kukutana na ujumbe huu? Ni wangapi wanajua kama ujumbe huu ulishatimia au hujatimia? Sasa niulize, huu ujumbe ni wakati uliopo au ni wakati ujao ulivyotolewa hapa? Ulikuwa unamtabiri nani huu ujumbe? Ulikuwa unatabiri kuja kwa Yesu. Hakuna mwanadamu mwingine chini ya mbingu ambaye alikwisha kuzaliwa na bikira. Yupo? Wangapi wana mtoto wa mjomba wako? Eti nani ambaye ana ndugu kule nyumbani kwao alizaliwa na bikira? Nakumbuka wakati tunasoma unakuta binti amejichanganya akawa mjamzito. Sasa wakati wanamzungazunga walimu pale, tuambie nani? Hamna mtu kabisa. Mpaka wanafika mahali ina maana ni kwa Roho Mtakatifu. Wanamtania hivyo kwa sababu haijawahi kutokea kwa mwanadamu, ila ni bikira mmoja tu kwa ajili ya unabii uliowahi kutolewa. Haleluya kanisa la Mungu. Kwa hiyo tunaona ya ujumbe wa nyakati zijazo kwamba na ujumbe unatolewa hapa. Sasa hebu tuone Yesu akitueleza, tunapotembea tumejaa Roho Mtakatifu tunatoa jumbe hizi mbili. Hizi jumbe mbili tunafanya nini? Tunazitoa wakati wa kutabiri. Wangapi wanataka kuona huo mstari? Hebu fungua Yohana mara moja. Yohana mlango wa 16. Tunaenda kumalizia pale.
Kama ulikuwa usomi ninapokuambia soma, sasa ujue sasa ndio tunamalizia hivyo. Yohana mlango wa 16 tunaenda mstari wa 10 na 13. Mstari wa 13. Lakini naanzia mstari wa 12. Na kwa sababu ni mahali pa mwisho, nataka wote tufike kabisa, ili tukisoma asitokee atakaye rudi nyuma. Haleluya, kanisa la Mungu. Wangapi wanabarikiwa na ujumbe wa neno la Mungu hapa? Hebu tumadhimishe Mungu kwamba tunabarikiwa. Haleluya. Sasa mstari wa 12 na usoma mimi, na nyinyi mjipange mtasoma mstari wa 13. Mstari wa 12 ni Bwana Yesu anasema maneno haya: hata bado ningali ninayo mengi ya kuambia, lakini hamuwezi kuyastahimili hivi sasa. 13 naomba tusome wote. 1 2 3 go. Haleluya. Anasema twende vizuri. Anasema hapa mwanzoni alisema nina mengi ya kutaka kufanya nini? Kuambia. Kanisa tuone pamoja ili tuelewane. Ni Yesu mwenyewe anaambia bado ningali na mengi ya kuambia, lakini hamuwezi kustahimili hivi sasa. Si ndio? Yaani kwa hali waliokuwa nayo hawana hata roho, hawataweza kustahimili. Kwa hiyo Yesu anayaweka kiporo kwa lugha nyingine. Kwa lugha nyingine anasema haya nayaweka akiba mpaka mtakapoweza kuyastahimili. Wataweza kuyastahimili watakapozaliwa mara ya pili. Mtakapostahimili nitafanya nini? Nitawapatia. Sasa angalia anachokisema sasa. Anasema lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe. Manake Roho hata kuwa na maneno yake mengine. Roho hana maneno mengine atakayotuambia sisi. Roho maneno atakayotuambia anakuwa anayapata wapi? Kwa Kristo. Uko pamoja kanisa la Mungu? Atakuwa anayachukua kwa Kristo. Kwa hiyo anasema kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atafanya nini? Atayanena. Haleluya. Atakayoyasikia kwa nani? Kwa Kristo. Mstari unaofuata unatueleza vizuri zaidi. Mstari wa 14 unasema hivi: yeye atanitukuza mimi, kwa kuwa atatwaa katika yaliyo ya nani? Yangu, na kuwapasha nini? Habari. Kwa hiyo yale ambayo walishindwa kupokea wakati ule kwa sababu ya udhaifu waliokuwa nayo, wanasema sasa Roho atayachukua, atawapasha nini? Habari. Kwa lugha nyingine, mtakapokuwa mnatabiri, Roho atakuwa anachukua yale ya Kristo ambayo tulitakiwa tuyajue, sasa atayachukua kwa kinywa cha kutabiri, tutapashwa habari kama kanisa lake. Haleluya. Na katika kutupasha habari amesema kuna kwa wakati ulio, lakini akasema pia atawapasha habari ya mambo yajayo. Haleluya. Hebu tusimame pale tulipo.